Unajua Tanzania sio kwamba ajira hakuna, hapana. Tanzania ajira zipo, lakini sasa unafanyaje? Unafanya nini kitu ambacho kinaweza kikakufanya wewe uwe na ajira? Okay? Kitu ambacho kinaweza kikakufanya wewe uwe na ajira ni kitu cha utofauti. Yani ili upate ajira lazima ujitofautishe na watu wengine, kiasi kwamba hata mimi nikihitaji huduma yako, hata nikisema nisipige simu mara 3 mara 4 kuulizia huduma kwa watu wengine waniambie wanayo, hapana. Takiwa nikipiga simu hata 3 4 nikiulizia waniambie bwana, hiyo hatuwezi, lakini wakikugusia kwako hiyo huduma uwe nayo. Sasa ukisha kuwa wa pekee kinamna hivyo, manake tayari hapo kazi unayo, hapo ajira unayo. Serikali inawaajiri watu ambao ni watofauti. Serikali haitaki kumwajiri mtu yeyote. Serikali inamwajiri mtu ambayo ni watofauti. Sasa wewe una utofauti gani ambao utaufanya serikali ikuamini na ikuajiri? Okay? Hicho ndo kitu ambacho unafanyeje, unatakiwa ukijue. Ukienda TCRA, mpaka sasa hivi ukienda TCRA haiwezi kampokea mtu yoyote kirahisi tu eti umepeleka vyeti vyako pale eti unaenda kuupa TCRA kazi. Hapana, haiwezi kampokea mtu yoyote. Lakini yenyewe kwa siri, yani kwa siri yenyewe inafanya uchunguzi kwa siri kumtafuta mtu ambao ni special kwenye maeneo fulani. TCRA ni kampuni kubwa. TCRA ndo system ya nchi nzima. Yani TCRA, tukizungumzia TCRA, yani tumezungumzia nchi, kwa sababu system yote ya nchi ndo iko pale TCRA. Sasa kama iko TCRA, maana yake hawawezi wakamwajiri mtu yoyote tu ambaye amejitokeza, mimi nimemaliza degree yangu sijui ya ngapi, sijui shahada yangu ya ngapi, eti napeleka certificate zangu pale TCRA wakukubali au wakupokee. Hapana. TCRA wenyewe wanafanya uchunguzi wenyewe wa taratibu, kimya mpaka waje wanamwajiri mtu. Hawapokei mtu yeyote kwa sababu umeenda kuomba kazi. Hapana. Wanampokea mtu ambao ni unique, mtu ambaye anafanya vitu vya kipekee, na wakati wanampokea huyo mtu wanathibitisha wao wenyewe kwamba huyu mtu anahitajika sehemu fulani. Wanathibitishaje? Wanathibitisha kwa namna ambavyo wewe upekee wako jinsi ulivyo, na namna ambavyo unavyoweza kutengeneza mfumo ambao ni wa kipekee, na jinsi ambavyo unaweza ukawa wewe ni wa kipekee. Na wao wanalithibitisha hilo kwa kufanya research zao za chini, kumwangalia ni mtu gani ambao ni pekee, ambaye anaweza akasimama hapa na nchi ikawa salama, mambo yakawa salama, na system nzima ikawa salama. Kwa hiyo ajira zipo. Wewe unafanyaje? Unafanya kitu gani ambacho kinaweza kikakutofautisha na watu wengine ambao watakuajiri? Watakuajiri kwa sababu ukijitofautisha na vitu, yani ukijitofautisha na mtu mwingine nje hata ya kuhitaji ajira, yani wewe mwenyewe pia unaweza ukawa ni ajira. Yani wewe mwenyewe pia unaweza ukawa ni mtu ambao utatengeneza ajira za watu. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa na upekee. Ule upekee ndio utafanya na watu wakutafute, watake kufanya na wewe kazi. Kila mtu anapenda kufanya kazi na mtu ambao anafanya vitu vya pekee. Lakini mimi nikikutafuta unaweza kitu fulani, nimepiga simu na sehemu nyingine mtu anakiweza, na nimepiga simu sehemu nyingine mtu anaweza, rafiki yangu, wewe hautapata kazi. Utaendelea kupiga kelele na kupigia kelele nchi kwamba nchini hakuna ajira, hakuna kazi inayoeleweka, hakuna nini. Kwa sababu gani? Hauna upekee. Sasa wewe una upekee gani wa kukutofautisha na watu wengine ili upate ajira, uajirike au ujiajiri? Na wakati umejiajiri, makampuni yawe tayari kufanya kazi na wewe. Jitofautishe, fanya vitu ambavyo ni vya kipekee, fanya vitu ambavyo ni unique. Okay? Fanya vitu ambavyo vitakutambulisha sehemu fulani.
Yani ifikie stage hata ukisimama sehemu fulani waseme ni fulani amesimama, au hata ukikosekana wewe waseme hapa panahitajika mtu fulani. Lakini usifanye vitu ambavyo kila mtu anaweza, vitu vidogo vidogo, unaandika kodi ndogo ndogo tu ambazo mtu yoyote tu anaweza akasimama akatype tu akatengeneza akalipua. Hiyo rafiki yangu hautatoboa. Utaendelea kuona nchi haina ajira, hii nchi ni ngumu, hii nchi sijui inatesa nini, hii nchi ina ubaguzi, au hii nchi sijui mpaka uwe na connection. Hapana, wewe mwenyewe unaweza ukawa ni connection. Kwa sababu gani? Unajitofautishaje? Unafanyaje vitu vya kitofauti ambavyo hata mimi ninaweza nikakuona wewe ni watofauti? Fanya competition na watu wengine ni kuone wewe ni watofauti. Kwa jitahidi sana. Ufanye vitu vya kipekee. Vitu vya kipekee ndio vitakutambulisha wewe ni nani, unafanya nini, na unahitajika sehemu gani, na kwa nini unahitajika sehemu hiyo. Okay? Zingatia sana vitu kama hivi. So, hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Kama bado hujasubscribe, hebu ufanye hivyo. Subscribe ili uungane na familia hii kubwa ya tech. Tutaendelea kuchambua tech kila siku, na tunaendelea kufanya research ya vitu vingi ambavyo vinaweza vikakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Okay? Till next time. Bye.